Read in Swahili and then we proceed. Na tutasoma katika Kiswahili na tunaendelea. Tunasoma Ufunuo wa Yohana sura 10 na mstari wa kwanza kwa jina la Yesu Kristo. Amen. It's not long, it has only 11 verses. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Can we read in the name of Jesus? Amen. Are you all there? Yes. Tumeshafika pale zote? Yes, God. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Na yule malaika niliyemuona akasimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni. Akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitwaa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule, nikakila, nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu, na nilikwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Amen. Amen. Can you clap for God? Sit down. Right. Father, I pray that you give me the gift of preaching. Nakuomba Baba unipe kipawa cha kuhubiri. Yes, God, you want us to understand. Sababu nataka kwamba tuelewe. But I feel that your spirit is leading me to preach rather than to teach. Nasikia kwamba roho yako inaniongoza nihubiri kuliko kufundisha. Lord, I pray that you lead this in according of your glory. Naomba kwamba Bwana uongoze kulingana na mapenzi yako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sorry, I feel that the Spirit is moving me into preaching instead. Nasikia kwamba roho iko inaniongoza kwa kuhubiri kuliko kufundisha. Chapter 10 is talking about 2 things only. Sura hii ya 10 inaongea kuhusu vitu viwili tu. The angel with the book, malaika na kitabu, and John eating the book. Na Yohana kwa kula kile kitabu. That's it. Na basi. Well, how can someone eat a book? Na je, mtu anaweza aje kula kitabu?
What is that book? Hiyo kitabu ni nini? The Bible says that this angel was a mighty one. Biblia inasema kwamba huyu malaika alikuwa mwenye nguvu. A mighty angel. Alikuwa malaika mwenye nguvu. And he had the power. Na alikuwa na mamlaka. Whatever he says to John, Na kitu chochote ambacho aliambia Yohana, John feel it as someone who's real. na alikuwa anakisikia kama ni kitu cha kweli. Now what is happening? Na kitu kilichofanyika, Put in your mind what is this little book? na uweke ndani ya kichwa chako, hii kitabu ni nini? It is the word of God. Ni neno la Mungu. It is the word of God. Ni neno la Mungu. So if you are here, Kama uko hapa, the Lord wants you to hear this Bwana afternoon. anataka kwamba usikie leo I jioni. know it won't be sweet. Inaweza kuwa sio kwa moja kwa moja, Haitakuwa sweet kwako. haitakuwa butamu kwako, It will be bitter. itakuwa uchungu. And the Spirit is telling me it will be bitter now. Na roho yako ananiambia kwamba itakuwa chungu kwako. Hallelujah. Amen. It will be bitter. Itakuwa chungu. This preaching of today it was not sweet for you. Mahubiri ya leo sio matamu kwako. It will be bitter. Itakuwa machungu. Because that's what the Lord wants for you today. Sababu kulingana kitu ambacho Mungu anataka kwako leo. The angel tells John, malaika akamwambia Yohana, when you eat the book, utakapokula kitabu, when you eat the word of God, utakapokula neno la Mungu, when you receive the Lord, utakapompokea Bwana, in your mouth it will be sweet, katika kinywa chako itakuwa tamu, like lollies, itakuwa kama bombo, but in your stomach, lakini ndani ya tumbo lako it will be bitter. itakuwa chungu. What is it? Hiyo ni nini? Because we are very good in saying things. Sababu tuko wazuri sana kwa kuongea vitu. I can tell you things quickly. Naweza kuambia vitu I can be happy to tell you things. Naweza kufurahi kuambia vitu. But it will be hard for you to make it into practice. Lakini itakuwa vigumu kwako kuviweka maanani. Whatever you say, kila kitu ambacho nasema, the Lord wants it to be in practice. Bwana anataka kwamba iwe katika matendo. It is not about your mouth. Sio kwamba upendeze tu It is about your heart. lakini kwamba roho yako What comes from your mouth, sababu kila kinachotoka kinywani it mwako comes from your heart. inatoka ndani ya moyo wako. Whatever you speak, Kila kitu ambacho nasema, if it is not coming from your heart, kama hakitoka ndani ya moyo wako, you lie. unadanganya. You lie. Unadanganya. What the Bible declares us this afternoon, Kitu ambacho kitabu inazungumza leo jioni, that word of God ni neno la Mungu that we have read together this afternoon. ambayo tunaenda kupokea leo jioni. When we hear it, we can think it is sweet. Kama tukiisikia tunasikia ni tamu, But when it comes to action, lakini kienda kwenye matendo, when you need to understand this. lazima usikie hiki. John was given the revelation. Yohana alipewa ufunuo. He was happy. Alifurahi sana. Do we have prophet here? Yes, we do. Je, tunakuwa na manabii hapa? Ndio tuko nao. When you get a word from the Lord, you're happy. Kama ukipata neno kutoka kwa Bwana unafurahi sana. The Lord says, the Lord says. Bwana anasema. It's so good. Ni kweli vizuri So sana. good. Ni vizuri. Action. Matendo sasa. Action. Matendo. That's the bitter part. Hapo ndiko kunakuwa uchungu. Go in the book of Joshua chapter 1:8. Tusomee kitabu cha Yoshua sura 8, sura Everywhere where you read about the Bible or the word of God, kila mara ukisoma neno la Mungu, the Lord does not limit you to just reading it. Bwana He hakuachia kwa wants you kusoma to tu, put it in practice. lakini anataka kwamba uingie pia katika matendo, Because what you bring in heaven, sababu kila ambacho kitakupeleka it mbinguni is your action. ni matendo yako. Hallelujah. Amen. It is sweet to have friends, Ni utamu sana ukiwa na marafiki, but it's bitter to leave them when the Lord asks you to leave them. lakini uchungu sana ukikuwa kuacha Bwana akiwakwambia akulazimisha. When the Lord tells you this friend is not bringing you in heaven, leave him or her. Kama Bwana akikwambia kwamba huyu rafiki akupeleke mbinguni, mwache. It's bitter. Ni uchungu sana. Other Christian, Wakristo wengine they delay that action. wanachelewa sana katika ile matendo. They think that the Lord has forgotten. Wanafikiri kwamba Bwana ameshasahau. If the Lord told you leave that friend there, Kama Bwana akikwambia kwamba mwache yule rafiki pale, it stays.
inakaa. Even if you take 1 year, Hata kama ukichukua mwaka mzima, it stays there inakaa pale until you leave that friend. hadi utakapomwacha yule rafiki. Amen. Amen. Joshua 1:8. Yoshua sura 1 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakarini maneno yake mchana na usiku. Wait. Subiri. John ate the book from his mouth, right? Yohana alikula kitabu kupitia kinywa chake. And Joshua says, Na Yoshua anasema hapa, may this word hiki kitabu do not depart from your mouth. kisitoke kinywani mwako. Amen. Amen. Can you understand it? Je, unaweza kuelewa hiki kitu hapa? Something which is in your mouth that has been eaten, right? Kitu ambacho kiko kinywani mwako ni kwamba If umekikula. it is in your mouth, that means you have eaten it. Ni kwamba umekila. So what the Lord is saying in Revelation chapter 10, Kitu ambacho Bwana yuko anazungumza katika He has said it already in Joshua chapter 1:8. alikuwa ameshaisema katika kitabu cha Yoshua 1:8 That the word of God shall not depart from our mouth. kwamba neno la Bwana lisitoke kinywani mwetu. That's step 1. Hiyo ni hatua ya Now kwanza, there is step 2. na kuna hatua ya pili. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Stop. Subiri. It's not only having it in your mouth, Sio kwamba uwe nacho kinywani mwako tu, but doing according to what it says. ufanye kulingana jinsi inasemwa. Amen. Amen. It is not having the word of God that is okay for you. Usiwe tu na neno la Mungu kinywani mwako. There is the second step, which is the bigger one. La hatua ya pili ambayo ni To kubwa do sana according to the word of ni God. kutenda kulingana na neno la Mungu. If Christians are getting out of the churches today, Kama Wakristo wako wanatoka katika kanisa I leo, told you this will be bitter, you don't want to hear it. nilikwambia kwamba itakuwa chungu, utataka kuisikia It leo. is because of the Christians who are in churches. Ni sababu ya Wakristo ambao wako makanisani leo. Hallelujah. Amen. If other people are not coming in church, Kama watu wengine hawakuja it is makanisani, because of those who are in church. ni sababu ya wale ambao wamekuja Because they makanisani. speak, they don't do. They speak, they don't do. Wanasema ambacho hawafanyi. They are very good in preaching. Wako wazuri sana katika mahubiri. When they are outside there, Wakiwa kule nje, they don't do it. They don't do whatever the Bible is hawafanyi chochote ambacho Biblia inasema. So who are there, Wale ambao wanakuwa kule, they look at you when you are on the pulpit, wanakuangalia unapokuwa kwenye madhabahu. and they say they sing what they don't do. Wanasema kwamba hao wanaimba tu kitu ambacho hawafanyi. Amen. Amen. You won't see them inside. Hawezi waona kule nje. Because whatever you preach, Sababu kile chochote ambacho you umefanya are not doing it. au kitendi. You are alone, a breaker to your preaching. Wewe mwenyewe ndio uko unafanya mahubiri yako. You come here and preach. Unakuja hapa na You hubiri. go outside, you do the reverse. Unaenda kule nje unafanya kitu tofauti. Those people who sees you there, Wale ambao wanakuona they kule know nje that you are a church man or woman. na wanajua kwamba uko mtu wa kanisa. They want to hear someone who goes to church. Wanataka wasikilize mtu mmoja kutoka kanisani. Not what they hear from you. Lakini sio ile watu ambacho Two wanafanya. people are together. They work together, two people. Watu wawili wanatembea pamoja. You, church member, Ni mwanamemba wa kanisa. you are the one to divide them. Wewe ndio ambao utawagawa. When we came here, Ulipokuja hapa, we sing love, love. tuliimba upendo, upendo. When you are there, Ukiwa kule, two people who are together, you come and divide them. ukiona watu wawili ambao wanatembea sawa sawa pamoja, unawagawa. It suits in preaching. Ni vizuri, ni tamu sana kwa kuhubiri. We do the chorus, we are all okay. Tukifanya pambio hapa tunacheza sawa sawa. The Lord wants us to do it outside. Bwana anataka kwamba tufanye ile ile kule nje. When we do the chorus here, Kama tukifanya pambio He hapa, look at us there. anatuangalia tena kule nje. And He is the same God, remember? Na ukumbuke kwamba ni Mungu He is yule the same God mmoja. who sees us here. Ni Mungu yule ambaye He is tunaona. the same God who sees us Na outside. yeye ndiye anatuona tena kule nje. And the Bible says, Na Biblia inasema hivi, every action na kila tendo will come to judgment. itakuja kwenye hukumu.
hukumu. And that's why we need to understand Na the hicho kitu bitterness of ambacho this thing. lazima ukielewe. John knew about the revelation, Yohana alijua kuhusu ufunuo. but he has been given the grace to see the judgment as well. Alipata pia neema ya kuona hukumu We pia. can preach about God, Tunaweza kuhubiri kuhusu Mungu, but I can tell you, lakini acha nikwambie, it will be bitter. itakuwa chungu sana. The day of judgment, Ile siku ya hukumu it will be bitter. itakuwa chungu. There will be no excuse. Hakutakuwa huruma ile siku. There will be no negotiation. Hakuna siku ya Sit kuembelezana. down, sit down, Baba. Baba, keti. There is no excuse that day. Hakuna siku ya kuomba msamaha. Remember before the seventh trumpet started, Kumbuka siku tarumbeta 7 zilianza. the Bible said Biblia inasema half an hour of silence in heaven. kulikuwa muda wa dakika 30 kule mbinguni. Because angels and archangels have seen God changing. Sababu malaika wakuu na malaika waliona kubadilika kwa Mungu. The God that they know is a merciful God, Walipomwona Mungu ni mwenye huruma, he is changing to a church. alipogeuka kuwa The mwenye Bible says half an hour silence. Biblia inasema kwamba kulikuwa kimya ya They dakika have 30. never seen God in that mood. Hawajamwona Mungu katika ile hali. That was the first time. Ilikuwa ni siku yao ya kwanza Well, it will be bitter. na itakuwa chungu. If you don't go according to the word of God, Kama hutaki kutembea kulingana na neno la it will Mungu, be bitter for you. itakuwa chungu kwako. We cannot come here and start giving you sweet things. Hatuwezi kuja tu hapa kwanza kupatia vitu vitamu. We need to tell you the truth. Kama tulikwambia kweli, You are not here because of singing or preaching. hauko tu hapa kwa ajili ya kuimba na The kuhubiri. Lord wants action. Mungu anataka pia matendo. If you can't do it, Na kama huwezi kufanya hivi, it will be bitter that day for you. itakuwa chungu siku ile kwako. Sometimes we like when someone comes and tell you that everything is okay. No, I will tell you it's not okay. Na mara nyingine unafurahi mtu anakuambia kila kitu ni sawa. It's Na not anakuambia kwamba okay. si If sawa. your action are not preaching what you say, it is not Kama matendo okay. yako haihubiri kile ambacho anasema, It is haitakuwa not sawa. okay. Don't lie to yourself. Usijidanganye. It is not okay. Usijidanganye, haitakuwa sawa. At the end, that will come back to you. Kwa mwisho ile itakurudilia tena. This is John. The Bible says in the book of Proverbs, Katika kitabu cha Mizali Biblia inasema there are ways that are looking good to human beings, kuna njia ambazo zinaonekana vizuri kwa mwanadamu, but the end are very bad. lakini mwisho wa zile njia ni mbaya. Amen. Amen. Say amen if you're here. Kama uko hapa sema amen. When you're stealing someone, Kama ukimwibia mtu, when you do it, it's okay. kama unakifanya kile kibwizi kyako ni vizuri sana. When you come to the court, Kama ukienda kwenye kuru pale kwa serikali, it's 23 years jail. unapata miaka 23 ya gereza. It's now starting to be bitter. Inaanza kuwa chungu. Amen. Amen. There are things that you do now. Kuna vitu ambavyo unafanya sasa, You find that it's all good. It's cool. unasikia kwamba ni vizuri tu, But the end of those things, lakini mwisho wa vile vitu you will cry. utalia. This is John. Those things that are called adulteries. Vile vitu ambavyo vinaitwa uzinzi, When people are doing it, they don't think about the consequence. watu wanapoifanya hawafikiri matokeo. I don't want to preach about people here. Mimi sitaki nihubirie watu kuhusu watu hapa, I want you to understand lakini nataka kwamba uelewe that the word of God needs to go with action. kwamba neno la Mungu linataka kwamba utembee pia na matendo. In one country in Africa, Katika nchi moja kule Afrika, a high social ranked person mtu mmoja wa ngazi za juu have been found with a wife of another one, alikutanika na mke wa mwenzie, and at the same place he has been killed. pale walimuua. Amen. Amen. There are things that are looking good to the human eyes.
Kuna vitu vingine ambavyo vinaonekana vizuri kwa macho ya binadamu, but the end are very bad. lakini mwisho wake ni mbaya sana. If you can think about that this afternoon, Kama ukifikiria hiki kitu, kuhusu hiki kitu leo jioni, then the Lord will be with you. la Bwana atakuwa pamoja na And wewe. he will help you to avoid things that could not. Atakuwezesha kuepuka vitu ambavyo haviko vizuri. Now think about what John is saying. Na ufikirie kitu ambacho Yohana anasema hapa. Something which is sweet in the mouth Kitu ambacho ni kitamu kinywani, and bitter in the stomach. lakini katika tumbo ni kichungu. Go back in the book of Hebrew, Rudia katika kitabu cha Waebrania chapter 4, verse 12. sura 4 mstari wa 12. Hallelujah. Amen. I love that verse. Napenda hii verse sana. Because sometimes we speak it and we say it quickly, Sababu mara nyingine tunaisema mbio mbio, but we don't understand it. lakini hatuielewe. Amen. Amen. If you can read on the screen. Kama ukisoma kwenye kibao hapa, For the word of God is living and powerful, neno la Mungu linaishi na lina nguvu, and sharper than any two-edged sword. na ndiko makali kuliko kila kisu. I want you to understand the word that is coming. Napenda uelewe hili neno ambalo linakuja. That word of God, Ili neno la Mungu it is sharper than a two-edged sword. liko makali kuwili. Amen. Amen. Not only that, but it has the power to pierce Na sio hiyo tu, lakini inakuwa tena na mamlaka ya kupenya and bring division na kugawa between soul and spirit. katika nafsi na roho. The word of God, Neno la Mungu not only it's a two-edged sword, sio kwamba linakata kuwili, but it has the power lakini pia lina nguvu to separate kugawa soul and spirit. nafsi na roho. Your soul, Nafsi yako it's a zone of your decision. ni sehemu ambapo unachukulia uamuzi, That's your humankind nature. ndiyo hali yako ya ubinadamu. Your spirit, Na roho yako it is that thing which is connected to the creation. ni hicho kitu ambacho kinaungana na Your muumbaji. mind can tell you do this. Akili zako zinaweza kuambia kwamba fanya hivi, Your spirit tells you don't do it. na roho yako inakwambia You will usifanye. be fighting, you will be fighting. Utakuwa unapigana. If you have the word of God in you, Kama unakuwa na neno la Mungu ndani yako, the word of God will help you to make that difference. na neno la Mungu litamfurahi kwa It will kugawa help hiyo you to vitu, decide that I want to do this. na itakuweka Even if your mind accepts it. japokuwa akili zako Because linakubali, it has the power to separate soul and spirit. sababu linakuwa na uwezo wa The book kugawa of John roho na chapter nafsi. 3 says, John 3 says, Yohana 3 inasema whatever is flesh is flesh, kila kitu ambacho kinatoka kwa mwili ni mwili, and whatever comes from the spirit is spirit. na kila chenye kutoka kwa roho ni roho. So if you want to do the combination of flesh and spirit, Kama nataka kuunganisha roho na mwili, it won't work. haitatumika, It won't work. haitatumika. I want to go deeper into this. Nataka niingie kidogo ndani ya hiki. Sometimes you get physical problems, Mara nyingine unakuwa na matatizo ya kimwili, but sometimes you get spiritual problems. na tena mara nyingine unakuwa na matatizo ya kiroho. Well, I can tell you the truth. Acha nikwambie kweli, Physical problem maneno ya ama shida ya can be kimwili solved physically, inaweza kutatuliwa kimwili, but spiritual problem lakini matatizo ya kiroho cannot be solved physically hauwezi kuitatua kimwili, because it has the root in spiritual world. sababu inakuwa na mizizi ndani ya kiroho. Amen. Amen. So you waste your time fighting yourself physically. Unapoteza muda wako wa kupigana kimwili. You better understand that the root of this problem is spiritual. Come back in the spirit. Unafahamu kwamba mizizi ya hiki kitu imeanzia kiroho na lazima urudie If kiroho. you fight it spiritually, Ukipiganisha kiroho, it will bring the impact in your physical. itakuwa na matokeo katika kimwili. Amen. Amen. Many people don't understand Watu wengi hawaelewi that things start spiritually first. kwamba kitu ambacho kinatokea kiroho, All things, vitu vyote they start spiritually first, vinaanza kiroho kwanza, then they come physical. na baadaye kinakuja kimwili. Amen. Amen.
Because in the spiritual world, Kwa sababu katika kiroho, your spirit looks exactly how you are there. kiroho chako kinaonyesha jinsi ulivyo kimwili. If the Lord opens your eyes Kama Mungu angekufungua macho and yako, brings you in the spiritual world, angekurudisha katika you will see yourself how you are. wewe ungeona jinsi unavyokuwa. So there are other sickness that you get your physical high. Magonjwa mengine ambayo yanatoka katika kimwili, unapata kimwili, They have root in the spiritual world. yanatokea katika kiroho chako. Those physical sickness, Ile magonjwa yako ya they kimwili will not go hayatatoka until the spiritual solves. hadi kiroho inaokoka. Amen. Amen. If you solve it spiritually, Kama ukiitatua kiroho, it will have an impact in the physical. itakuwa na matokeo katika The kimwili. reverse is not always true. Na Reverse is not always true. kurudisha nyuma So, solving things physically, kama ukitatua tatizo kimwili, it does not guarantee you to solve things spiritually. kwamba unaweza kuitatua pia kiroho. The first one is true. Ya kwanza ni kweli, Spiritual things change physical things. kwamba matatizo ya kiroho inakuwa ya kimwili, But the second one is not always true. lakini ya pili sio kwamba ni kweli kila mara, Because what is from flesh is flesh, sababu kila kenye kutoka kwenye mwili ni and mwili what is from spirit is spirit. na kenye kutoka kwa roho ni roho. I want to come back into Hebrews chapter 4. Nataka turudie kwenye Waebrania sura 4. The Bible calls about a word called discernment. Biblia inasema kuhusu utambuzi. Can you finish that verse? Unaweza kumaliza hiyo verse 4:12. 4:12. Inasema hivi kwa jina la Yesu. Amen. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote, ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Amen. 13 inasema hivi: wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Amen. And it has the power Na inakuwa na nguvu to discern the thoughts ya kusoma mawazo and the intent of the heart. na nia ya moyo. Hallelujah. Amen. It's hard to understand. Ni vigumu kuelewa. The word of God Neno la Mungu is so powerful and living. lina nguvu na linaishi. It has the power to help you Inakuwa na nguvu za kukusaidia to discern or to kutambua, kutambua things from your thoughts kutokea kichwa chako, akili zako, and things from your heart. na kutokea ndani ya moyo wako. Amen. Amen. Things from your thoughts are souls. Linakuwa na nguvu ya kusikiliza. Things from your thoughts are souls. Things from your thoughts are linked to your soul. Okay. Vitu kutokea akili zako vinaungana na roho yako. Things from your heart are linked to your spirit. Na vitu kutoka moyo wako vinaungana na nafsi yako. No. Vitu kutoka Things kwenye from moyo wako your vinaungana na roho thoughts, yako. your thinking is linked to your soul. Vitu kutoka kwenye akili yako vinaungana na nafsi yako. Great. Things from your heart are linked to your spirit. Na vitu kutoka moyo wako vinaungana na roho yako. The Bible says Neno la Mungu linasema the hivi. word of God Neno la Mungu will give you the power litakupa to nguvu, make that difference. litatenganisha ile vitu. Amen. Amen. For you to understand this, Kwa kuelewa hiki, think one time that someone has hurt you ufikirie siku moja mtu mmoja alikuumiza and you are angry. na ukasirika. Amen. Amen. I want you to understand this word. Nataka kwamba uelewe hiki kitu hapa. When you are angry, Kama ulivyokasirika, there are two things. kuna vitu viwili. You do things according to your thoughts, Unafanya vitu kulingana na akili zako, or you do things according to your. au unafanya vitu kulingana na moyo wako.
Sometimes you do things, and this is 99% of chance. Mara nyingi unafanya vitu na hii ni 99%. After 2 days or 3 days, you regret it. Na baada ya siku 2 au 3 unajitambua, unajuta. You start asking yourself, why did I do that? Na unaanza kujiuliza kwa nini nilifanya hivi? And you asking yourself, why did I tell her something? Kwa nini unajiuliza kwa nini nilimwambia? It is because you did things according to your thoughts. Ni sababu ulifanya vitu kulingana na akili zako. You didn't do them according to your heart. Hakufanya vitu kulingana And na this is moyo wako. what the Lord is asking us to do now. Na hivi ni vitu ndivyo Bwana The word of God neno la Mungu has the power to make you discern. inakuwa na nguvu za kufanya kwamba utambue, What am I doing now? niko nafanya nini saa hizi? Will I regret it after 2 days or not? Je, nitaweza kujuta baada ya siku Don't mbili au just tatu? go and start doing things. Wewe usiende moja kwa moja na kuanza kufanya vitu. Amen. Amen. Think before you do. Tafakari kwanza kabla hujafanya. There are 2 kinds of people in the world. Kuna watu aina mbili za watu duniani. Some people they speak you before they think, Watu wengine wanakuambia kabla hawajafikiria, and these people most of them they regret it. na baadhi ya hao watu wanajuta baadaye. But there are other people Na kuna watu wengine who are very slow in speaking wako pole sana kwa kusema, before they speak they think. kabla hawajasema wanafikiri kwanza. Amen. Amen. Chances are Bahati ni kwamba this second part of people hii aina ya pili ya watu they will do less harm. watafanya makosa machache. Watafanya makosa machache Than the first one. zaidi ya badala ya mwingine wa Now, kwanza. something that you can understand quickly. Na kitu ambacho unaweza kueleza mapema, Sometimes you are in joke, you are doing joke, saa zingine unafanya mizaha. and you're speaking the same things. Unasema In your mind, you feel that it's a joke, kwa akili yako unafikiria kwamba ni mchezo, while the other parties are already hurt. na kumbe mwingine ameumia. 2 things again there. Kuna vitu vingine tena pale, They can have the courage to tell you, wanakuwa na juhudi, wanaweza kuwa na juhudi ya kukuambia moja kwa moja, or they can stay quiet. na mara nyingine wanaweza kunyamaza. 2 things again. Kuna vitu vingine tena, If they stay quiet, kama wakinyamaza, they will go to tell it to someone wataenda kumwambia mtu mwingine about you. kuhusu wewe. When you thought it was a joke. Wewe ulikuwa unafikiria kwamba ni mzaha. Hallelujah. Amen. I'm not sure if we are together here. Sijui kama tuko sio wote hapa. Are we together? The lesson of today, Mafundisho ya leo it is the word of God ni neno la Mungu to help us into our action. ili tusaidia katika matendo yetu. When actions, Katika matendo, these actions mean even your speech. na haya matendo inahusiana pia na kuongea kwako. What you say to people, Unaongea kwa watu nini? but also what you do. Na unafanyaga nini? Now, if you do things that you don't even understand, Na kama unafanyaga vitu hata mwenyewe huelewi, I'll ask you to come and ask prayer. nitakusihi uje uombe maombi. Amen. Upewe. Sometimes you do things that you don't even understand. Mara nyingine unafanya vitu vya hata mwenyewe hauelewi. Well, I can tell you, if you don't understand it, the spiritual will understand it. Kama wewe hauelewi, ulimwengu wa kiroho unaelewa. It is whether someone is pushing you to do it. Ni sababu mtu mwingine yuko na kusukuma In that ufanye. case, you are remotely controlled. Kuna remote ambayo iko na kubeba. So after 2 or 3 days, you realize that you did bad, and you come to you and say, "Oh." Na baada ya siku 3 au 2 unajuta, unasema kumbe nilifanya vibaya. And you need to think about it now. Na lazima ufikirie hii kuhusu. Don't wait until you do so much damage. Usingoje nafanya vitu makosa mengi. There are other things that you will damage, and you will not have the time to repair. Na kuna vitu vingine utaharibu na hutakuwa na muda wa kutengeneza. So if there is a time to think about it, it's now. Na kama utakuwa na muda wa kufikiria kuhusu hiki ni You sasa need hivi. to coincide your thought and your action. Lazima uende ndani yako mwenyewe katika mawazo yako na Before you answer anyone, kabla hujamjibu mtu, relax first. cool down kwanza. Utulie kwanza. Don't answer anyone with a temper of anger. Usimjibu yeyote na katika hali ya hasira. The book of James says, Kitabu cha Yakobo kinasema, when you have anger, kama ukiwa na hasira, do not do sin. usifanye dhambi. Well, why? Kwa nini? The Bible doesn't say do not do anything.
Biblia haikuambia kwamba usifanye chochote. The Bible says do not sin. Inakwambia usifanye It dhambi. is because the majority of your action that you do into anger, Sababu baadhi ya vitu ambavyo unafanya katika hasira, the truth is it will be sin. kweli ni kwamba itakuwa ni dhambi. And then after that you start regretting it. Na baada ya hapo utaanza juta. So when your temper is higher, Kama hali yako ya kuwa kawaida inakuwa I juu, want to bring you into mathematics a bit. na acha nikuweke katika hesabu kidogo. Anger also work with time. Hasira nayo pia inatumika na wakati. Amen. Amen. I have the y-axis going up, Na kuwa na mstari ambao unapanda juu, and I have the x-axis here. na kisha nakuwa na mstari ambao unaitwa x unaenda huko. This is time, Hii ni muda. day, month, Hapo dawn. kuna siku, miezi na miaka. Even if it can take years, Hata kama inaweza kuchukua miaka, it's still time. ni muda tu. Now the y-axis Na mstari wa ambayo ni y is give us the shape of your anger. inatupatia hali ya hasira zako. When someone hurts you, Kama mtu akifanya alikuchokoza, it depends on how bad that things were. inategemea na jinsi ile kitu ilikuwa kibaya. Your anger can come from 0 to the top. Na hasira yako inaweza tokea kwa sifuri hadi juu sana. Amen. Amen. The Bible tells you, Na Biblia inakwambia when the anger is higher, don't do anything. kama hasira yako ikikuwa juu, usifanye dhambi. Stop. Tulia. Because that anger will not stay there. Sababu ile hasira haitakaa pale. It will jump down. Itaenda inateremuka polepole. When it goes down, Wewe ikienda ikishuka, you can start thinking about what to do. utaanza kufikiria unaweza kufanya nini sasa. If you do things while the temper is higher, Kama ukifanya kitu na hasira iko I juu, will tell you, you regret it. utajuta. Hata nikwambie kwamba utakijuta kile kitu. Hallelujah. Amen. Wait. Subiri. Sometimes, sometimes Christian, Unajua mara nyingine wa Kristo, it's because we want to take the place of God sometimes. sababu mara nyingine wanapenda kuchukua sehemu ya Mungu. We have that system of trying to justify ourselves Tunakuwa na ile hali ya kutafuta kujitetea sisi wenyewe. and to tell people that we did not do it. Na tunawaambia watu kwamba hatukufanya vile. And sometimes when we try to justify it and try to judge it that way, Na kama ukitafuta kujisafisha ama kukiamua kwa ile njia, you bring more harm to yourself. utajiumiza mwenyewe zaidi. Amen. Amen. Sometimes Mara nyingine you just need to stay quiet. lazima unyamaze. Job says, Ayubu anasema, my Redeemer mkombozi wangu will come the last. atakuja wa mwisho. Amen. Amen. After everyone has spoken about you, Baada ya kila mtu ameshasema sana, your Redeemer will stand. mkombozi wako atakuja. So you can justify yourself. It's okay because we're human beings. Unaweza kujitetea, ni vizuri sababu kwa mwanadamu. What I can tell you, Acha nikwambie, it lakini will put you in a harder situation again. itakutia katika hali ngumu zaidi. Sometimes you just need to stay quiet. Na mara nyingine lazima unyamaze. They said, Pastor did this. Wanasema mchungaji amefanya hivi. Well, when you said, I didn't do it, Na ukisema kufanya vile, and you try to repeat it, na ukizungumza tena mara they tena change their mind. na watabadilisha akili. They start changing. Watabadilisha akili. Why is he so angry now? Mbona sasa anatoboka? That means he did it. Maana yake alifanya. Amen. Amen. Well, if you're innocent, Lakini kama wamekusingizia, just say once. Unanyamaza tu sasa. Say once. Unasema mara moja tu, I didn't do it. sikufanya hivyo. They accept or not, Wakubali ama waitike, you stay quiet. unakaa kimya. You leave the Lord the time to show it. Unamwachia Mungu muda wa kuionyesha. If you start telling it twice, 4 times, 6 times, Ukianza kuisema mara 2, mara 4, mara 10, then you know the problem become now harder because you are not telling even those people who didn't know about it. na unaanza unajua tatizo litakuwa kubwa sana, sababu unaanza kuambia na watu Even the one who didn't know about it, you start telling it because you try to justify yourself too much. sababu hata mtu mwenye hakuwa anaijua ataanza kuijua, sababu wewe mwenyewe unaanza kuitangaza. If you had the word of God, Kama unakuwa na neno la Mungu, the Bible says, Biblia inasema hivi, may your yes be yes, ndiyo yenu na iwe ndiyo, and your no be. na hapana na iwe hapana. You have said yes, I did it, sorry.
Ukisema ndio nilifanya hivi lakini samahani, stay quiet. na ukae kimya. They don't forgive you, you have done your part. Kama hawakusamehe, shauri yao. Amen. Amen. If they don't forgive you, you have done your part. Kama hawataki kusamehe, umeshamaliza, inabaki ni yao. But if you didn't do it, kama haukuifanya, don't say that you did it. na usiseme kwamba ulifanya na hakuifanya. Say I didn't do it. Sema tu sikuifanya. And leave the Lord the time to fight for you. Na uachie Mungu akupiganie. Amen. 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 The word of God can be sweet, Neno la Mungu linaweza kuwa tamu, but it can be bitter. na mara nyingine inaweza kuwa chungu. The Bible declares this. Na Biblia inasema hivi, He came alikuja to divide parents and children. alikuja kugawa wazazi na watoto. That's not good, is it? Sini chungu, hii sio nzuri. Lakini Jesus came to divide families. kwamba Yesu alikuja kutenganisha mafamilia. That's what you can say. Hivi ndio unaweza kusema. But it has a spiritual meaning. Lakini inakuwa na maana ya kiroho. If your parent Kama wazazi wako is telling you with you to bring you to hell, kwamba wazazi wako wanakuambia kwamba watakubeba katika jehanamu, you need to stand in your faith. lazima usimame katika imani yako. Amen. Amen. Praise the Lord, it's not here. It was too much in Africa. Tunashukuru Mungu sababu sio hapa, lakini ilikuwa zaidi sana kule We Afrika. have seen other mothers Tuliwaona wamama wengine, pushing their daughters to go to do adultery tuliwaona wamama wanawasukuma watoto wao kwenda kufanya ukahaba because of the poverty at home. sababu ya umaskini nyumbani. The Bible says, Biblia inasema hivi, if you are saved, kama umeokoka it's okay if you separate with that man. ni vizuri sana utengane na huyu mama. Amen. Amen. You need to understand what the Bible says. Lazima uelewe Biblia inasema nini. It is not about a mother or a father who is leading you in a good way. Sio kwamba utengane na mama au baba ambaye anakuongoza katika njia nzuri. You need to fight for your faith about whoever wants to bring you. Lazima upigane kuhusu imani yako kwa yeyote ambaye anataka kubeba jehanamu. Well, we are very quick to react against our parents. Tunakuwa wepesi sana kuamua ukapata uamuzi dhidi ya wazazi wetu. But you have so many friends who are bringing you to hell. Lakini uko na marafiki wengi ambao wanakubeba jehanamu. And you don't want to separate with Na them. haupendi wachane na wao. When someone talks about them, Kama mtu akikwambia kuhusu wao, he become your enemy. anakuwa adui yako. It's bitter, right? Ni chungu, si ndio? I know you don't like about it. Najua hauitaki. But that's the word of God. Lakini ni neno la Mungu. Amen. Amen. I ask you to stand up. Nataka usimame. Let's pray. Tuombe. Ask the Lord to bring you knowledge of His word. Mbembeleze Mungu akufundishe kujua neno lake. Reading the word is one thing. Ni kusoma neno la Mungu ni kitu kimoja, Knowing the word is another. na kujua neno la Mungu ni jambo lingine. What will help you to fight against the temptation you have here, Kitu ambacho kitakusaidia kupigana na majaribu ambayo unayo hapa it is to know the word. ni kujua neno. Amen. Amen. That's why the Lord says, Ndio maana Bwana my anasema people hivi, perish by lack of knowledge. watu wangu wanaangamia kwa kukosa akili ama We maarifa. all have Bibles. Tunakuwa na Biblia sisi sote. Some of us can read them, Wengine wanaweza kuisoma, but it's about the knowledge. lakini kuna kitu kingine ambacho ni ujuzi wa So lile my neno. prayer to you this afternoon Na maombi yangu leo jioni is to ask the Lord ni kwamba kuomba Mungu to give you knowledge of His word. kwamba upate ujuzi wa neno lake. If the Lord gives you knowledge of His word, Kama Bwana alikupa ujuzi wa neno lake, before you do anything, you'll be thinking about the word of God. kabla ya kufanya kitu chochote utakuwa unafikiria neno la Mungu. It can be a bit funny, Inaweza kuwa ya kuchekesha kidogo, but if you do that experience every single day, lakini kama ukifikia kwenye mazoezi ya hii kila siku, that will stay. itakaa. Just think about this quick action. Lakini ufikirie kidogo kwa matendo haya. Someone is talking to you. Mtu mmoja yuko anakuongelesha, Before you answer, kabla hujajibu you ask the Lord inside you, unamuuliza Bwana ndani yako. Lord, what do you want me to tell you? Unamuuliza Bwana, unataka nimjibu huyu nini? Amen. Amen. It's not that easy, I know. Sio kwepesi najua. But if we can do that, Lakini kama tukifanya hivi, 99% of our answers 99% ya majibu yetu will be according to the word of God. itakuwa inalingana na neno la Mungu.
Don't be quick to react. Usiwe mwepesi kwa kutenda. May the word of God help you tonight. Omba neno la Mungu likusaidie leo jioni. We're going to pray. Tutaomba. Ask the Lord to give you knowledge of His word. Mwambie Mungu akupe ujuzi wa neno lake. Not only reading it as a normal book, usilisome kama kitabu kawaida, but knowing the Bible is the word of the Most High God. Lakini ulijue kama ni neno la Mungu mkuu. If you read somewhere in the Bible, kama ukisoma kitabu cha Samueli katika Biblia, if you read in the Bible somewhere, kama ukisoma sehemu fulani katika Biblia and you feel that you don't understand it, na unafikiri kwamba hauelewi, my first advice to you will be to pray. Shauri langu la kwanza ni kwamba uombe, so that the Lord give you knowledge. Kwamba Mungu akupe ujuzi. If you are praying it does not come, kama katika maombi yako haikuji, go and seek advice. Uende uombe ushauri. Ask someone who is knowledgeable in the Bible. Uende kwa mtu ambaye unafikiri anajua neno la Mungu, and tell him that I read this part of the Bible and didn't understand. Na umwambie kwamba nilisoma hii katika Biblia lakini sikuielewa. Because when the Bible says it's a sword, a two-edged sword, sababu Biblia inasema kwamba ni kisu ambayo inakata kuwili. That means it can curse and it can bless. Kwamba inaweza kulaani na inaweza kubariki. If you don't understand it, kama huielewi, you can perish. Unaweza kuangamia. Let's pray. Tuombe. You need to pray for yourself. Lazima ujiombe mwenyewe. You know what you want to ask the Lord. Wewe ndio unajua unapenda umuombe Mungu nini. I'm just standing here to support you. Na simama hapa kwa kukusaidia tu. Baba, katika jina la Yesu. Seigneur Dieu, nous sommes ici au devant de toi, au Dieu. Mungu mwenye uwezo na mamlaka yote. Nous venons au devant de toi prier tout ce que nous voulons. Unataka tuile neno lako. Tuichue. Sio tu kwa kujua kwenye akili, lakini kutembea pia sawa sawa. Matendo Bwana. Baba, unatamani matendo yetu ifuatane na maneno tunayotamka. Na siku hii nyingine tunakuita tena Mungu mwenye nguvu. Saidia watu wako. Saidia watu wako. Tusiwe tu wasikilizaji wa neno lakini watendaji Bwana. Kwa sababu itakayokuja hukumuni ni matendo yetu. Baba, tunaenda kuomba. Neema na uweza wako usimame tena. Neno lako likae kwa wingi ndani ya kila mmoja wetu. Katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi. Baba, tu wanadamu wote hatuna uwezo wa kufunza wanadamu wengine. Lakini wewe ndio Bwana una uwezo ya kuwafunga na kuwaelewesha. Mungu, tunakubembeleza na kusihi. Mwache malaika wako amfunze kila yule aliyesikia neno jioni ya leo, katika kukutafuta wewe na kufanya yaliyo mapenzi yako. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. We're going to pray for those. You don't need to come in front. It's where you are. Si lazima ukuje mbele, lakini pale kwenye uko. If you feel that sometimes you react quickly, kama nafikiri kwamba mara nyingine unakamata uamuzi moja kwa moja, and the Spirit of the Lord can tell you, na Roho wa Mungu anaweza kukuambia that yes, you are quick into reaction, kwamba unakuwa mwepesi kwa kukamata uamuzi. I'm going to ask you to lift your hand up and then we're going to pray. Nitakuomba kwamba uinue mkono wako na tutaenda kuomba. Where you are, pale kwenye uko. If you like that the Lord today, kama unataka kwamba Bwana siku ya leo help you to bring down your speed of reaction, kwamba ashushe ile hatua yako ya moja kwa moja ya kutenda. Feel free to raise your hand and we're going to pray. Sikia huru kuinua mkono wako. Because so many things can destroy your life. Sababu vitu vingi vinaweza kuharibu maisha yako. When you act quickly without
knowledge. Kama ukikamata uamuzi moja kwa moja pasipo, Especially when you are angry. mara nyingi zaidi sana ukiwa na hasira. Remember, the Lord sees everything. Kumbuka kwamba Bwana anaona kila kitu. Thank you for you who are raising your hands. Asante kwa kuinua mkono wako. We're going to pray together. Tutaenda kuomba pamoja. And I ask Pastor Steve to come. Na nitamuomba Pastor Steve kuja To request and ask the Lord kwamba ambembeleze Mungu, to bring His Spirit into you. kwamba arudishe roho yake ndani yako And make you to slow into your reaction. na kufanya kwamba uwe polepole kwa kukamata uamuzi. If it's a matter of fighting for you, Kama ni kwa kupigania, we'll ask the Lord to stand and fight for you. mwambie Mungu akupiganie. It is not for us to revenge. Sio kwamba tulipishe kisasi. He is God who will revenge on our Ni clothes. Mungu wa kisasi mwenyewe. Welcome, Pastor, as we pray together. Tutaomba pamoja na mchungaji Steve. Imba wimbo kwa moyo kwanza kabla sijaomba. Imba tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ndiyo Baba, tunakupenda. Tunakupenda Yesu Kristo kwa sababu ulitupenda kwanza. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo limekuja kwetu mchana wa leo Bwana. Tunainua mioyo yetu na nafsi zetu mbele za macho yako Yesu. Tumejitambua kwamba tumefanya makosa mbele za macho yako katika maneno ya vinywa vyetu. Bwana, tunakuomba maneno yako ndio yawe mengi kwenye vinywa vyetu Bwana. Tunakuomba samehe kila mmoja yule Bwana ambaye wakati mwingine amekasirika wakati anataka kujitetea. Bwana, hurumia, samehe Mungu, takasa kila mmoja wetu. Tunatamani kwenda mbingu Yesu Kristo, lakini tutaendaje wakati mioyo yetu imejaa hasira na huzuni kwa ajili ya maneno mengi ambayo tumezungumza, kwa ajili ya maneno mengi ambayo tumeyakasikia. Bwana, hurumia kanisa lote nzima, na kusihi kwa huruma zako Yesu. Samehe Bwana, osha tena, takasa kila mmoja wetu. Tunguza mioyo yetu, tunakupenda Bwana. Tunguza nafsi zetu Bwana, tunakutaka. Tunakutamani Yesu Kristo, tena uonekane katika maisha ya kila mmoja. Tunakubembeleza kwa huruma zako Yesu. Hata damu yako ipate kutakasa midomo yetu na maneno ya vinywa vyetu. Hurumia ndimi zetu Bwana, hurumia Bwana kwa yote ambayo watu wamezungumza sio kupendeza. Tumetetana Bwana, tumedhara Bwana, tumesingiziana. Yesu, tunakuja mbele za macho yako. Naomba Bwana usamehe kwa ajili ya huzuni na hasira ya mioyo wakati watu wanatuzungukia, wanatuzungumzia. Bwana, tunakuomba usamehe. Bwana, tunakusihi kwa huruma zako. Tunakusihi kwa huruma zako Yesu, samehe, takasa na kuosha. Hurumia tena Bwana, samehe Bwana, takasa Yesu, osha na kukubali, ili kwamba tupate kupata kibali mbele za macho yako. Takasa Yesu, tunakusihi kwa huruma zako Bwana, utuone tena. Hurumia kila mmoja wetu. Hurumia maneno ya vinywa vyetu Bwana, ni mengi Bwana. Haijalishi vyeo vyetu kanisani, haijalishi tunasimamaje, haijalishi huduma tunayoifanya Bwana, ni maneno ya vinywa vyetu ndio vimetupotosha mbali nawe Bwana. Tunakusihi utusamehe tena. Hurumia wa baba, samehe wa mama, samehe vijana wale wote wanazungumza maneno yasiyokupendeza. Wengine wanakuathirika, wengine wanakasirika, wengine wanawatenda, wengine wanasikia kwamba walitendwa na watu wenzao, Wakristo wenzao. Bwana, hurumia, samehe Yesu Kristo. Na neno lako hili limefika kwetu kutuonya siku ya leo, ili kwamba upate kutubadilisha na kutuosha katika jina. Asante Bwana kwa sababu unaweza. Asante kwa damu yako yenye kututakasa, kwa jina la Yesu Kristo. I think that we're going to pray for Tutataka kwamba uombe those people who have, other people who have hate their life. wale ambao, tutaombea wale watu ambao wamechukia maisha yao wenyewe. There are other people who hate you, Kuna watu wengine ambao wanakuchukia and they've put things into your heart. na wameweka vitu ndani ya moyo wako.
And sometimes you think about it and it's heavy. Na mara nyingine unafikiria kuhusu hivi na unasikia ni vizito. I just like the Lord to give you the spirit of forgiving them. Nataka niombe Mungu kwamba akupe moyo wa kuwasamehe and let them go. na uache waende. There are things that the Lord cannot do Kuna vitu ambavyo Mungu hawezi kufanya until you forgive that person. kwa hadi utakapowasamehe hao watu. The Spirit of the Lord is convincing me Neno la Mungu, Roho wa Mungu iko ananishawishi kwamba that right now here, kwamba sasa hivi there are people into this assembly. kwamba kuna watu ambao People have hurt your life. wamechukia maisha yako, People have brought things onto you. wameleta vitu ndani yako And your heart na moyo wako is hurt. umeumia. I pray that the Lord will give you the spirit of forgiveness. Naomba kwamba Mungu akupe moyo wa kusamehe. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, God above all powers and authority, wewe mwenye nguvu na mamlaka, I bring my father, my mother, my sister, my namleta baba na brother, mama katika mikono yako Yesu, hurt by their fellows. ambao wamesumbuliwa, wameumizwa na ndugu zao. Father, I pray that the spirits Naomba kwamba roho be freed right now. hiyo ndio ikuwe huru sasa. Free them now in Jesus' name. Weke huru Bwana Yesu. Father, I pray for the power of the healing, Naombea nguvu za uponyaji, the healing of the spirits uponyaji wa roho to come upon them now. uwe juu yao sasa hivi. Heal their heart, oh God. Ponyesha mioyo yao, Heal the spirit of Father. shusha roho yako Yesu. I pray that your power be upon them now. Naomba kwamba roho wako uwe juu yao leo. Give them the spirit of letting things go. Waache wapatie mioyo ya kusamehe In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Now I want to ask you Nataka nikuombe to revise every decision that you had, kupitilia tena katika uamuzi wote ambao ulikuwa nao, every decision that you had before you come today to this church. kila uamuzi ambao ulikuwa nao kabla hujakuja kanisani hapa, Revise it now. uiangalie tena. As you go back home, Kama unaporudi nyumbani, think about those decisions. uangalie tena, ufikirie haya uamuzi ambao Some ulikuwa of nao. them were not good before the Lord, Mojawapo ya hizi uamuzi zako ulikuwa haupendezi and Mungu, the Lord doesn't want you to do them. na Bwana hataki kwamba uifanye. In the name of Jesus, I pray Na Bwana nakuombea katika jina la Yesu Kristo, that the Lord will give you the power na kwamba Bwana akupe uwezo to change that mind, kwamba ubadilishe hiyo to change that decision. kwamba ubadilishe huo uamuzi. Whatever decision you had before the service today Kila uamuzi ambao ulikuwa nao kabla hujakuja that is not pleasing God, ambayo hampendezi Mungu, in the name of Jesus, I pray jina la Yesu Kristo that naomba that decision get out of you. kwamba huo uamuzi uondoke In the name of kwa Jesus, jina la Yesu. I pray that the Lord will heal your heart. Na hapo Bwana atakuponyesha roho I yako. pray that the Lord heals your heart. Naomba kwamba Bwana akuponyeshe roho I pray yako. that the Lord heals your heart. Naomba kwamba Bwana aponye roho I yako. pray that the Lord heals your Naomba heart. kwamba Bwana aponye roho In yako. the name of Jesus. Katika jina la In Yesu. the mighty name of Jesus. Katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Father, Baba, see the cries of your people. angalia machozi ya watoto wako. Outside we can see that they are laughing, Lord. Kule nje tunaweza kufikiri wanacheka Bwana, But their heart is crying. lakini nafsi zao zinaumia. Father, I pray Bwana, that naomba this afternoon, kwamba leo jioni, oh God, Bwana, wipe their tears now, oh Jesus, upakuze machozi yao Bwana, for the sake of your glory. kwa ajili ya utukufu wako. Lord, we thank you. Baba, asante And we give you glory. na tunakurudishia utukufu In Jesus' mighty name. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.